Naibu Waziri na Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamis Mwinjuma Mwanafai amesema licha maneno mengi kuhusiana na mabadiliko ya klabu ya Simba, ila serikali haitoingilia uamuzi wa wanachama. Mwanafai amezungumza hayo katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam wakati akitoa hotuba yake kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nisisitize jambo, serikali hailazimishi klabu yoyote nchini kufanya kile kinachohitaji isipokuwa kwa uamuzi na wanachama pekee. Mwanafai amesema lengo kuu la serikali ni kusimamia kanuni na sheria za nchi zinazohitajika na swala sio kwa kusudio lingine kama ilivyozoelewa. Kikubwa ni kuzingatia na kuheshimu maslahi ya wanachama, wadhamini na kukidhi matakwa ya kisheria ambayo yanaendana na kuhitaji kwa mujibu maelekezo ya serikali yetu. Aidha, Mwanafai amesema serikali haiwezi kutoa maelekezo yoyote na kushinikiza jambo lolote isipokuwa kwa uamuzi wa wanachama ambao ndio utakaoleta na kuzalisha matokeo chanya. Simba ni taasisi kubwa, hivyo ndugu zangu, ni waombe marekebisho ya katiba yafanyike kwa utulivu na kwa maslahi mapana ya wanachama. Kauli ya Mwanafai inatokana na agizo la serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa BMT kutoka maelekezo ya katiba mpya ya Simba. Inapaswa kutambua mwenyekiti wa klabu kuwa ndiye mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, maana klabu ina wamiliki wakubwa kwa 51% na wawekezaji 49%. Pia serikali imetaka katiba ifanye marekebisho ya kumtaka bayana kuwa mwenyekiti wa Simba Soka ndiye kiongozi mkuu wa chombo cha utawala ndani ya klabu hiyo, awe na mamlaka ya kuitisha mkutano mkuu wa wanachama na kuwa masuala yanayojadiliwa juu ya wanachama na maendeleo ya klabu yanaathiri moja kwa moja maslahi ya wanachama. Aidha, mwenyekiti wa klabu hiyo ndiyo awe mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Sports Club Company Limited kwa kuzingatia wanachama kupitia klabu hiyo ndio wenye umiliki wa hisa nyingi 51%. Hivyo viongozi wote walio chini ya katiba ya klabu watawajibika kwake katika kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, katiba na kanuni zinazoongoza klabu hiyo. Mbali na hiyo, serikali pia imetaka kurekebishwa kwa matumizi ya neno mwekezaji ndani ya rasimu ya katiba, baada yake itumike dhana pana ya wawekezaji na iweke bayana kuwa baraza la wadhamini kwa niaba ya wanachama ndilo linalotakiwa kuingia mikataba na makubaliano yote na mwekezaji. Marekebisho haya yanakusudia kupanua wigo na uwekezaji wa kibiashara ndani ya klabu na kwa maendeleo ya ulinzi wa maslahi ya wanachama kama wamiliki halali wa Simba Sports Club. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Asante.